كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ndugu zangu katika imani, kalima yetu ya leo itahusiana na faradhiyatu siyam, kufaradhishwa kwa somo. Ndugu zangu, safari ya kufaradhishwa somo ni safari ndefu mno, lakini kabla tuanze kuelezea safari hiyo, kwanza tuelewe maana ya vitu viwili. Maana ya neno faradhi inapokuja kwa mujibu wa istilahi ya wanachuoni wa fiqh, wanapotaja ahkamul Islam al-khamsa, hukumu tano za Uislamu, moja wapo katika hukumu hizo ni farad. Al-farad maana yake ni ma yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Farad ni matendo au ni mambo ambayo atakayeyatenda atapata thawabu, Allah atamlipa malipo kwa kuyatenda mambo hayo, lakini yule atakayeyaacha ataadhibiwa au ataandikiwa dhambi. Hiyo ndio faradhi, ni mambo au matendo ambayo atapata thawabu atakayeyatenda na atapata dhambi au ataadhibiwa atakayeyaacha. Hii ni wazi kwamba faradhi maana yake ni jambo ambalo limewajibishwa, ni wajibu kwa mtu kulitenda. Kwa inapokuja kwamba jambo fulani ni faradhi, jambo hilo litakuwa maana yake ni jambo ambalo ni lazima kulitenda, na mtu kama atalitenda atapata thawabu na asipolitenda atapata dhambi. Sasa somo ya leo inaelezea ufaradhi wa somo. Somo ni nini? Somo maana yake katika maana ya kawaida ya lugha ya Kiarabu, unaposema somo unamaanisha kutozungumza, kunyamaza, na imekuja dalili yake ndani ya Qur'ani tukufu. Lakini kwa maana ya kisheria, neno somo ni kujizuia na kila kinachomfuturisha aliyefunga tangu inapotoka alfajiri mpaka jua linapokuwa limezama. Hiyo ndio somo kwa maana ya kisheria. Ina maana vinavyomfuturisha mtu ni vingi, ikiwa pamoja na chakula na kinywaji na kumwendea mkewe na mengine yote yanayomfuturisha mtu. Anapoambiwa somo kwa maana ya kilugha ni kujizuia na kila kinachomfuturisha mfungaji tangu alfajiri inapoingia, alfajiri as-sadiq, alfajiri ya kweli, ila ghurubi shamsi, mpaka jua linapokuwa limezama. Kwa hiyo hayo ndio maana ya somo kwa maana ya kisheria na ya kilugha. Sasa twende katika ufaradhi wa somo. Ndugu zangu, historia inaonyesha kuna marhala mbalimbali, kuna vipindi mbalimbali vya kufaradhishwa kwa somo. Kwanza kabisa hatuendi katika umma zilizopita, kwa sababu pia huko nako kuna namna yake. Tuanzie na umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambao tumo sisi. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alama kadima Madina, alipofika Madina alikuta Mayahudi wanafunga siku. Akauliza siri ya kufunga siku ile, wakasema ni yaumu adhhara Allah Musa ala Firaun. Akasema siku hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ushindi Musa dhidi ya Firaun. Siku aliposhinda Musa, Firaun akawa ameangamizwa kwenye bahari Nyekundu. Siku hiyo tukikumbuka tunaifanyia ibada hii ya kufunga kumshukuru Allah. Pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nahnu ahqqu bi Musa minkum. Akasema sisi kama swala ni kuenzi hilo, sisi tuna haki na Musa kuliko nyie Mayahudi, kwa sababu zifuatazo. Kwanza, nyie Mayahudi mmebadilisha dini ya Musa mwenyewe, taratibu na sheria
aliyokuja naye Musa, yeye mbadilisha kwenda kinyume naye. Lakini pia mnayafuata mnayoyataka, msiyotaka mnayaacha, lakini mmebadilisha hukumu nyingi za Musa. Lakini Musa kama ndugu yetu, sisi tuna haki naye zaidi kumwenzi, sababu Musa alikuwa Muislamu, sisi Muislamu. Musa alikuwa ahkamu zote za kisheria kwa nazo, tauhidi na kila kitu yetu. Kwa hiyo sisi tuna haki na Musa kufanyia fasabahu, kutokusana naye akawa funga siku hiyo, wa amara nas bisyam, na akaamrisha watu na amri ya Mtume kusema ni wajibu. Kwa hiyo masahaba wanasimulia kwamba baada ya amri hiyo, siku hiyo ni yaumu Ashura, siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, ikawa wanaifunga watu wazima, lakini pia wanawazuia watoto wadogo kula chakula, na wanapolia walikuwa wanatengenezea midori kwa kutumia vitambaa, wanawake wanachezesha ili wasaulishe njaa mpaka wafike jioni waje kufuturu. Hiyo ndio iliyokuwa somo ya wajibu mwanzo kabisa, wakati somo ya Ramadhani haijafaradhishwa. Ikenda mwaka wa pili Hijri, Allah subhanahu wa ta'ala akaleta hukumu ya kufaradhisha somo ya Ramadhani, na hapo ndipo ikaja kauli ya Allah, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, imefaradhishwa kwenu kufunga somo kama ilivyofaradhishwa kwa wale kwetu kabla yetu, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ufaradhi huo ukaja ni amri ya ujumla, ambayo pia igawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ile marhala ya kwanza, kipindi cha kwanza imefaradhishwa somo, ilikuwa pia ina hiari kama alivyosema Allah, wa alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yani juu ya wale wanaoweza kufunga somo, wanaweza kulisha maskini kama fidia, na hivyo wasifunge wala mchana. Kwa hivyo ikawa baadhi ya watu wanaosikia uzito kufunga, wana uwezo wao, wana mali zao, wakawa wanalisha maskini, wanakula mchana na wafunga. Ikenda hicho ni kipindi cha pili. Sasa faradhi ya pili, Ramadhani imefaradhishwa sasa, lakini imefaradhishwa ikiwa inatoa hiari, mwenye uwezo wake analisha maskini, anakula mchana, hawezi kufunga. Ikenda mpaka ikaja aya hiyo kuwa mansukh kwa kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Atakayekutwa na mwezi wa Ramadhani akiwa na afya mzima, ana udhuru, sio msafiri, lazima afunge. Hapo sasa ruhusa ikakomea hapo, ikawa kila mwenye afya, sio mgonjwa, ni mwenyeji, sio msafiri, amefikana na udhuru wa kisheria kama wanawake, hayuko kwenye hedhi wala nifasi, lazima afunge. Na hapo ikaja amri ya mkato, na hicho ndicho kipindi cha tatu kufaradhishwa, na hapo ikawa somo ya imefaradhishwa Ramadhani kwamba lazima mtu afunge. Lakini ikenda katika jumla ya faradhi wa somo, zikawekwa faradhi nyingine za somo ambazo watu wengi hawajui. Katika jumla ya faradhi hiyo ni pamoja na faradhi ya somo ya nadhiri. Mtu atakapotia nadhiri kwamba mimi natia nadhiri kwa Allah kwamba ikiwa nitakuwa kitu kadhaa nitafunga, ni siku moja, ni siku mbili, ni siku tatu, itakapokuwa wakati huo, hiyo somo kitakapokuwa kama alipotia nadhiri hiyo, huyo mtu ni lazima kwake, sio yake, kwake ni faradhi. Ingawa kabla ya kutia nadhiri ile ilikuwa si somo hiyo ilikuwa si wajibu kwake kuifunga. Sasa inategemea akitia muda maalum na siku maalum na tarehe maalum, itamlazimu kwenye tarehe hiyo na kwenye siku hiyo aifunge kama alivyotia nadhiri yake. Ikiwa ameiacha ni mutlaq, atakuwa halazimiki siku maalum wala tarehe maalum, isipokuwa wakati huo sasa itamlazimu afanye haraka, kwa sababu hilo ni deni tayari la Allah ambalo asipotekeleza ataadhibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na akitekeleza atapata malipo kwa Allah. Ingawa wanachuoni katika jambo la nadhiri pia wametia neno hapa kwamba pia sio vizuri sana kuwa anaelekeza kujiwekea nadhiri, kwa sababu anajifaradhishia yale ambayo asili yake hafaradhishwa. Kwa nini? Kwa sababu nadhiri haipunguzi kitu chochote katika
katika yale ambayo Allah amempangia, wala iongezee chochote. Kwa hiyo ni vizuri zaidi usijiongezee mzigo wa faradhi, kwa sababu inawezekana ukashindwa kutekeleza, ukapa na mzigo huu ukaadhibiwa na Allah. Sasa kitu bora mtu asiwe na kawaida ya kujiweka nadhiri, sababu nadhiri yote utakayotia wakati huo kwako itakuwa ni wajibu, ni faradhi, kwa sababu tayari Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia ni wajibu kutekeleza, kwa sababu wewe mwenyewe ulifanikisha bila kuwa kwa sababu. Kilichokuwa bora ndugu zangu kuliko kutia nadhiri kama hizo, tumwelekee Allah, tumuombe msaada kwa matatizo tulionayo na kadha na kadha, ili tuweze kupata msaada wa Allah. Lakini somo nyingine ya faradhi ni somo ya kafara, na kafara inatokana na mambo mengi tu. Kuna mambo ambayo kisheria yamekuja katika Uislamu mtu akiyafanya yana kafara. Miongoni mwake ni mtu kumuingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani. Yaani mtu anatamani kumzidia kuingia mke wake mchana wa Ramadhani, tayari kafara. Katika hatua ya kwanza afunge miezi amwache huru mtumwa, lakini watumwa zama hizi hawapo. Natupatie afunge siku 60 miezi miwili mfululizo bila kupumzika hata siku moja, mfululizo. Mwezi unaandama anafunga mpaka aandame mwingine, anafunga mpaka aandame mwingine. Kwa hiyo miandamo mitatu mfululizo yeye yuko anafunga bila kupumzika, ambayo ni miezi mingapi? Miwili mfululizo. Kama afya iruhusu, ana uwezo kiafya, ni mgonjwa, alishe maskini 60. Sasa katika hizo ndio hizo siku, hiyo miezi miwili ni faradhi kwake, sio hiari. Na ikitokea mtu akafunga mpaka siku 59 au akafunga mpaka ikabakia siku moja kumaliza miezi miwili, kabla mwezi kuandama na miezi miwili akachoka akaacha, inabatilika, ni miezi miwili mfululizo. So kama hiyo pia ni faradhi. Lakini pia inawezekana mtu kuna kitu kinaitwa adhihar, mtu kumwita mke wake kwamba wewe kwangu ni kama mgongo wa mama yangu, ni inaitwa adhihar. Miongoni mwa kafara yake pia ni kufunga miezi miwili mfululizo. Lakini pia kuna kafara ya kiapo, tunaweza kaapa kiapo. Sasa kafara yake kiapo hicho anatakiwa miongoni mwa hiyo kufunga siku 3, ni faradhi. Na wengine katika kafara, zipo kafara nyingi tu ambazo zinatokana mtu anakuwa amefanya kosa na kufanya, anawajibika kufanya kafara. Miongoni mwa kafara hizo huwa kuna mahali ambapo anakiarishwa mtu, lakini pia kuna mahali ambapo zinapangiliwa kulingana na uwezo wa mtu. Kama hawezi hii afanye hivi, hawezi hii afanye hivi, kulingana na sheria ya sheria. Kwa hiyo hizo zote somo tunaanza kuangalia siku ya Ashura, lakini pia Ramadhani wakati watu wanatayari na kula au kulisha maskini, lakini Ramadhani kwa mwisho kufunga basi na kujiarisha kwa kila siku na udhu, lakini pia nadhiri na kafara. Zote hizo ni somo za faradhi ambazo Muislamu anapokumbana moja katika hizo ni wajibu kwake wakati huo, itakuwa ni lazima kuzifunga. Kwa hivyo tutajua kwa msingi huo kwamba ile iliyokuwa ya siku ya Ashura baada ya kufaradhishwa Ramadhani, pale ndipo akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam anaweza akafunga hiyo siku kama sunna. Asiyetaka pia halazimiki kufunga, kwa sababu hiyo siku itakuwa tena si wajibu kama ilikuwa. Lakini zilizobaki kama kufunga Ramadhani hiyo mpaka ila qiyam saa ni wajibu, lakini pia somo ya nadhiri ni wajibu, inaendelea mpaka leo. Pia nadhiri ni wajibu, lakini pia kafara ikitokea kufanya kosa ambalo linapelekea kafara hiyo, pia faradhi hiyo inaendelea ila qiyam saa. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hii ndio ufaradhi wa Ramadhani ambao tunaenda kuona ni ufaradhi wa somo kwa ujumla. Sio Ramadhani tunaendana miongoni, lakini ufaradhi wa somo katika Uislamu. Na Uislamu unagusia ukiongezea neno linalosisitiza Uislamu ni kuzidi kujifunza dini yetu. Nataka niwaambie kitu kimoja ambacho watu wengi hawakijui na pengine hawakifikirii au hawakielewi. Uislamu, asili ya dini ya Uislamu tangu siku ya kwanza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
anaanza kulingania mpaka siku inakamilishwa dini, anaambiwa leo akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Ndio kama leo nimesema kuuliza neno je, nimeridhia Uislamu dini yangu. Hilo neno hakuna mtume wala nabii yoyote kabla ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah. Kwa dini imekamilika ni mtume. Sasa tangu anaanza dawa yake mpaka mwisho, wanachuoni wa historia wote wanaeleza, na wanachuoni wa haki wanasema dawa ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam imetumia misingi ya elimu na hoja. Ni mtume pekee aliyesimama kulingania dini kwa kutumia misingi ya kielimu. Alianza peke yake akipambana na jamii kwa hoja na dalili za kielimu. Ukisoma Qur'an, na ndio maana Qur'an inaitwa ni muujiza khalida, ni muujiza milele. Muujiza Qur'an sio kama ina mazingaondo. Muujiza Qur'an ni muujiza kielimu. Mpaka leo dunia inajua kwamba hiki ni kitabu cha kielimu. Mpaka leo. Kwa sababu mtu wa kawaida anapoongea hivi ambaye sio mtaalamu, sio msomi, hawezi kunielewa hata kidogo. Lakini yeyote mtaalamu, yeyote ambao wamebobea katika elimu mbalimbali, katika fani mbalimbali, katika swala ya jiografia, katika swala haya jiolojia, masuala ya elimu, wakisoma Qur'ani wanapata mambo mazito mno ambayo ni ya kielimu, ambayo mpaka wengine wanauliza maswali, hivi Muhammad alikuwa ni msomi wa mambo ya maana alikuwa ni amebobea katika masuala ya kisayansi gani? Sasa huyu mtu alikuwa aandike maandishi wala asome maandishi, alisomeshwa na Mwenyezi Mungu kwa njia maalum ya ufunuo ambayo ilikuwa ni Biblia inapokezana sauti kwa sauti. Mtu anasema inawezekana mambo kama haya mtu ambaye hakubobea kama kayajua isipokuwa haya yanatoka kwa Mungu. Kuna wengi wamesoma visa vingi na mambo ni mengi ambayo muda hautoshi. Mtu inamtosha kwamba hapana, hii sio elimu ya kawaida, inatoka kwa mjuzi wa dini na afya. Kwa hiyo kwa nini ni kitabu lakini ni dini ya kielimu. Sasa Uislamu tumekuja swala la kufunza dini yetu. Nataka tuipate dini kidarueshi kijaziba. Hapana, utakapo hatua yote utakayofikia katika maisha ya Uislamu ukaona pengine ni kutatiza uliza hili sababu mengi Uislamu wanafanya na zamani, kumbe pengine alifanya linamhitaji kafara, haitaji. Sio lazima somo, kuna kafara mbalimbali, kafara za kutoa maskini, kafara za kutoa sadaka, kafara za kufanya gani. Uliza. Kwa nini? Kwa sababu usipouliza utaangamia. Kuna mambo mengi sana dini yetu hii imesheheni mambo mengi sana. Bwana anasema hakuna historia inayoonyesha kwamba dini hii ilienea kwa muujiza. Hakuna. Dini ilienea kwa hoja na dalili. Kila kionyesha dalili za hoja za Qur'ani na sunna ya Mtume SAW, watu wanafunguka, wanasilimu kupitia hoja. Kwa hiyo ndio maana tunasema dini yetu ni dini ya kielimu na ya Uislamu. Tusingekuwa tumepumbazwa zetu. Sisi ndio tunaotakiwa kuthamini, kuienzi na kuipa kipaumbele elimu kuliko umma mwingine wote, kwa sababu dini yetu yake elimu. Utaona hata agizo la kwanza la Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbika alladhi khalaq." Soma kwa jina la Mungu wako ambaye ni amri ya kusoma. Aliposema ile basi kusoma mpaka akafika akamkalisha mpaka akafika kusoma akaendelea. Lakini pia dini yetu inaeleza umuhimu wa elimu katika kila nyanja, mpaka imefika wakati atueleza kwamba lazima tujue kabla ya kusoma. Lakini tunakwenda dini yetu inatuelezea kwamba wanaoogopa zaidi Allah ni wale wenye elimu, kwa sababu wana mambo mengi wanayajua katika siri za dunia, katika mambo mazito ambayo kwa kawaida sio rahisi kuyajua. Kwa hiyo ikawa dini yetu imejengwa katika msingi wa elimu. Kuna umuhimu mkubwa sana katika kuipa elimu kwa ubora na kutokuuza kwa namna hiyo. Kupuuza elimu katika Uislamu ni sawa sawa na kadi ya bomu, wanaweza kupokea
Kwa hiyo nimalize kwa kusema kwamba siku zote usimjua kufanya zoezi sema usimjua ndio jamani tunasema. Yaani kadri usijua dini utaiona ni kitu tu kipo. Ni mzigo tu, ni taabu tu. Kila mtu anafanya kwa kutoka. Lakini kila utakapozidi kuijua ndipo utazidi kujua siri nzito katika dini hii kubwa. Lakini kila utakapozidi kumjua Allah, utazidi kumpenda, utazidi kumwogopa, utazidi kuwa karibu naye, utazidi kupata mafanikio sana. Kwa hivyo Allah kuzama kadhalika kusoma dini yetu na kuwa karibu na Mungu katika kila hatua katika maisha yetu. Imam Ahmad bin Hanbal alikuwa akiongea akasema elimu ni muhimu katika maisha ya mwanadamu kuliko kula na kunywa. Watu walioshangaza wanakwambia nini kula na kunywa? Usipokula na kunywa utabaki duniani. Lakini akamwambia hivi, kula na kunywa ni wajibu kwa mtu kwa siku kula mara mbili, lakini pia sio lazima sana mara mbili, hata mara moja. Akila mara moja kwa masaa 24 hawezi kufa njaa, ataishi na hawezi kudhoofika. Na hizi napi ya kawaida, sababu tunaona hawafunga au wanafunga magereza. Labda siku hizi sijui, zamani walikuwa walikuwa wanakula mlo naenda masaa 24. Kama ni ugali wa kula saa 9 leo, mwingine anaula saa ngapi? 9 kesho. Lakini ukasema unakuwa hapo sana. Na kusema huyo sio lazima milo kwa sababu milo sio lazima milo hata mmoja ataishi mtu. Lakini kuhusu elimu ni lazima kwa kila pumzi inayotoka wakati huo mazingira uliomo na hali uliomo jambo linalofanya na nyakati ulizomo uwe na elimu tosha kuhusiana na mazingira haya na hali hiyo kwamba unatakiwa kuelewa. Kwa hiyo kila pumzi utaona umuhimu ni mkubwa kuliko na kwa nini? Kwa sababu kutokula na kula kutampelekea mtu afe kutoka duniani, na akifa kutoka duniani hajaangamia ameenda akhera, amehama kutoka duniani kusogea akhera. Lakini jua dini yake inamfanya afe kifo cha duniani na akhera. Kwa hiyo duniani kwa sababu atamshirikisha Allah bila kujua, atamtukana Allah bila kujua, ataingia Allah bila kujua, lakini atamsemea Allah mara hatakiwi kumsemea. Yote haya ni hatari kufanya. Allah tunaomba tufikishe. Jazakallah.